Nataka kuzungumzia mbali kuwa watu wanaingiza siasa, Isa Timami hako katika haya mambo ya siasa, na msikiti wa Nisa Hoksi ina mambo ya Nisa. Na kabla kukata shauri kutia katika mitandao na kusingizia watu wasiokuwa nayo, usitie mazushi wa uongo kwa sani yako. Ninazungumza maneno haya sijatumwa na Isa, lakini ninazungumza ule kweli ambao nauona na nausikia. Ama Sagafu anajenga msikiti si kwa pesa zake. Muhindi ametoa 55 million. So kina Omari Musa wanataka msikiti ufanye renovation kwa sababu wadai wana kumbukumbu za wazee wao na mababu zao na vitu ambao viko zaidi ya miaka 700. Na nyani alikwambia msikiti wa Nisa una miaka 700 katika hapo? Awaelezi na umma watu wote wa hiyo tarehe wanafahamu mazungumzo. Msikiti wa Nisa umejengwa baada ya msikiti wa Riyadha kujengwa. Alomshawishi mwenye aliojenga msikiti Ahmad Lali ni Al-Habib Saleh bin Alwi Al-Jamalillah. Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin khatamul anbiya'i wa imamil mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hatuna budi isipokuwa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Malikal Mulki, tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aujalie ulimi wangu uwe una ufasaha ya mazungumzo yewe yenye kupenyeza katika nyoyo za Waislamu popote walipo ulimwenguni. Katika mazungumzo tutaka kuzungumza mada tuliyokuwa nayo masala ya msikiti wa Nisa. Madhumuni ya video ama clip hii kuweza kufafanua au kurekebisha ya kanda iliyotangulia kwa ndugu yetu Badi Nasiri 005 alotoa madai ya kudai kuwa msikiti wa Nisa, kwa maelezo yake yote amezoelezea moja baada lingine, tutaelezea kwamba na ushahidi kamili ya kuthibitisha kwamba maneno yale si ya ukweli. Hii mambo ya msikiti ya Nisa, mimi nataka kuzungumzia mbali kuwa watu wanaingiza siasa, Isa Timami hako katika haya mambo ya siasa, na msikiti wa Nisa Hoksi ina mambo ya Nisa. Mambo ya Nisa waliokwenda kwa museum kwenda kushtaki ni Omari Musa na familia yake na kamati ya msikiti wa Riyadha, ndio waliokwenda kupeleka ripoti kwa museum, kwa sababu wadai wana kumbukumbu za wazee wao na mababu zao na vitu ambao viko zaidi ya miaka 700. County government imetoa approval ya kujengwa msikiti, ama Sagafu ana approval. Approval haipatikani mahali popote, inapatikana kwa county government. County government imempa approval. Sasa county government si Isa Timami, sio waliompa approval. Sasa ikiwa kina Omari Musa wamekwenda kushtaki kwa museum na mambo ya UNESCO na nini ya husika vipi na Isa Timami? Walakini kuna kidudu mtu hapa aitwa Husni, yeye ndiye huweka hizi fitna kuhusu mambo ya Isa Timami kwa sababu ya interest zake. Mimi nazungumza maneno haya sijatumwa na Isa, lakini nazungumza ule kweli ambao nauona na nausikia. Hii mambo yote ni tenda ambao wamepewa kufanya 55 million kujenga. Ama Sagafu anajenga msikiti si kwa pesa zake. Muhindi ametoa 55 million. So kina Omari Musa wanataka msikiti ufanye renovation. Ukifanya renovation, bei ya zile walizopawa itashuka. Husni atakosa. Husni amepawa 55 million akampa Ahmad Sagafu. Wao wanafanya hii kazi. Hawajengi kwa sababu wao ni jitimai ya kwamba wao wanajenga kwa sababu ya Mwenyezi Mungu. Baadhi ndugu yangu, ikiwa maneno huyaisi na kabla kukata shauri utia katika mitandao na kusingizia watu wasiokuwa nayo, usitie mazushi wa uongo kwa sani yako. Kuwasingizia ama kutuambia kwa taarifa yako wewe kulingana kanda yako wewe umezoitoa kuwaonyesha kila ulimwengu. Wale ushtaki ni kina Omari Musa
na watu wa Riyadha wameshtakiwa museum kwamba mimi sisi na Omar Musa na wala kina msikiti wa Riyadha hawanishtaki mimi wala hayanipo kwenye kabisa swala la msikiti. Iwapo msikiti wa Riyadha wanipa kibali mimi kuwajengia msikiti kwa jukumu kila kitu yulangu mimi, na mambo haya yamezungumzwa muda mrefu katika mui huu wa Amo. Masala ya kina Omar Musa na kifulani hausiani, kwa sababu wadai wana kumbukumbu za wazee wao na mababu zao na vitu ambao viko zaidi ya miaka 700. Kuambia maneno hayo ni nani baadhi? Ikiwa hauishi tarehe ya Amo na kadri usitie na kuomba, ndugu yangu, wewe ni Muislamu, usiete mambo kutata kuchotea na maneno habari zisizo za ukweli. Watu wote ulimwenguni sasa yao kusikia kwamba wewe umeneuza, lakini habari hizo hakuna. Nyani alikwambia msikiti wa Nisa una miaka 700 katika hapo. Awaeleze na umma watu wote wa tarehe wanafahamu mazungumzo. Msikiti wa Nisa umejengwa baada ya msikiti wa Riyadha kujengwa. Alomshawishi mwenye aliojenga msikiti Ahmad Lali ni Al-Habib Saleh bin Ali al-Jamali Leili, wakati hoye tayari ameweza kujenga msikiti wa Riyadha. Kwa taarifa ikiwa sijakosea, kuanzia msikiti wa Riyadha mpaka hiyo ni miaka 128. Nenda kaangalia tarehe, usipayuke ovyo ovyo kutia chuki na fitna ndani ya mui kama uno. Kutoka hapo Habib Saleh alimshawishi, Mwenyezi Mungu amjaze khairi, kwa kupatikana kujengwa msikiti wa Nisa. Tarehe yake iko hapa kwenye fulani, ndio itizame pale, iko hapo kwenye hiki kibula cha Nisa, tarehe yake iko pale, imeandikwa pale. Baada ya kujengwa msikiti wa Riyadha ndipo kwenye fulani Nisa ilipopatikana. Kwa hivyo masala kuna miaka 700 hakuna masala hayo. Au ninapo wewe kina Omar Musa wanahusiana kitu gani? Wanaokumbukumbu ile tuonyeshe kumbukumbu za hao wenyewe. Unapozungumza wewe baadhi kwamba kuzungumze mimi na kina Omar Musa ama niende na watu wa Riyadha ndio walipa mimi, na niliwaambia ni wa percent aliochangia Husni wala kumtaja Husni kwa uovu kwenye fulani. Husni shida yake hana si kwenye fulani. Husni Muislamu amefanya mengi na bado hawala hatutaki kutaya mengi, mwenyewe hataki kutaiwa hasanati zake. Kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atukushia atuambia wala tubtilu bisadaqat bil manni wal adha. Usitai mambo kuni, msitoe mfanye sadaka zenu mkazitengua amali zenu kwa kutaya maneno kuni. Husni mwenyewe ni mtu mwenye mambo zake, na kweli Husni mwanasiasa akiwa ana mambo yake. Husni mambo ya siasa kati ya yeye na huo ajali leo waweke mbali mambo ya siasa, lakini swala la Anisa hausiane. Sisi tuko moyo wa Amo, moyo wa tarehe, wazee wetu watukufu wenye ujulikana ulimwengu mzima. Haya ni masulia na majukumu na mitihani yetu kwa kila mwanadamu na kila Muislamu. Kiwa sisi tutaendelea namna hiyo, kuambia si Mwenyezi Mungu ameweza kutuambia kwenye Qur'ani takatifu kwenye ayaka, wala tarda ankal yahuda wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Wasisingizie UNESCO wala nikaza, dalili ziko tele. Yeye utambuka wapi? Kwa msikiti yetu kuifurahisha, kuipamba na kuiendeleza. Jamii yetu zimekuwa kubwa, watu maskini mafukara kwenye fulani, lakini wamechangia mpaka msikiti. Nawaambia haya, mpaka watu maskini mafukara mpaka wateja wamechangia msikiti kama huu. Maashara almuslimin, hicho kibula kinachodaiwa kwamba kibula kibakie, kibula ndicho hicho ambacho kimezowekwa hapa. Hali yake ni hii, angalia hali sura zilio kibula hicho. Ukuta huu ndio tukuze kibula kwa Islam. Upeke wapi sisi? Hali ni hizo. Ukuta huu utaweza kutukua nyumba yako kwenye msikiti wote. Kibula hiki kimejengwa, kwani kimezidi kitu gani? Kosa hilo liko wapi? Hata sura watakao wao kujengwa, itajengwa kibula kingine kisongeze mbele, ambapo na kibula hicho lengo la msikiti tunataka kuupanua. Tukalikubaliana na plani zetu, document yazungumza expansion of the mosque. Sasa watuambia kwa sisi kibula kina Omar Musa, kibula hicho kilishushwa wapi? Kwani kibula kuna msikiti mitukufu ndani ya ulimwengu zaidi ya Maka na Madina, Masjidil Haram imevundwa mara ngapi, imetengezwa na kwa nini? Au tuambia sisi habari ya museum yahusiana kitu gani chaka na msikiti wa Nisa? Yao tutaketi Waislamu tunyamayo jambo lisilokuwa na maana, tutatozozana ikiwa sisi hatutopata kibali ruhusa kuendeleza msikiti wa Nisa, kwa sababu hii jambo la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tumeze kutaza haiko, tuna ushahidi kamili. Lakini sasa yeye umetukulia mdai kwamba museum ndio umezotushtaki. Museum tumetoka nayo mbali.
tumezea kuzungumza mazungumzo, walikuweko kwenye kikao tuliokaa, museum iko hapa chini ya security wote kwa kamishna, tukazungumza mazungumzo yakamalizika. Ikiwa mtuambia museum na UNESCO yahusiana ni haya, nufaisha kitu gani ndani ya misikiti yetu? Misikiti mangapi imeanguka ndani yako nini? Si ile msikiti wa Juma mpaka leo umeanguka miaka 700 na kadhaa. Msikiti kufanya museum kwenye fulani, kuna Masjid al-Qiblateni pande za Shanga umetolewa kwenye karni 1400 nyaka kabla ya Hijiria kwenye fulani, msikiti walikuwa mkiswaliwa. Mbona hawaende kwa waweka uhifadhi kufanya nini? Magofu yameenea tena kila mahali, waangalia watu kila mahali, lakini wahusiki, lakini waonekana msikiti wa Anisa. Hawayatuambia mahsusina shida iko wapi. Lakini hiyo museum au UNESCO imewahi hata siku moja kutupa nasi sabuni ya kuosha chooni, imewahi hata siku moja kutupa nasi singa kwenye kupiga rangi, kupiga burashi, kisa madai. Basi faida yake kuitiwa kwenye UNESCO na nini ugandamize. Kimalizia mada au madai ya baadhi aliozungumza ya kutoa maneno yasiokuwa ni ya haki, ya usawa, ya kutaka kuna kidudu mtu cha husni aliopewa milioni 55, kanipa mimi milioni 55 kujenga msikiti. Mimi nazungumza maneno haya sijatumwa na Isa, lakini nazungumza ule kweli ambao nauona na nausikia. Hii mambo yote ni tenda ambao wamepewa kufanya 55 million kujenga. Ama Sagafu anajenga msikiti si kwa pesa zake. Muhindi ametoa 55 million. Sasa unapozungumza maneno kama hayo, pia una ushahidi gani ambao kwamba utakakuthibitisha kwamba mimi nimepewa milioni 55 kujenga msikiti? Kinyume na hayo, ukishindwa kuthibitisha jambo kama hilo, sasa wewe na wakufuata nyuma yake wote wana maswala ya kujibu. Au mimi nikienda kumshtaki nitakuwa nimefanya makosa kwenye jambo hili, kwa sababu wewe umetia chuki mbovu na siasa. Hizo siasa wanaositaki msikiti sasa wazileta hapo mpaka utoe uthibitisho milioni 55 kwamba amezopoa na Husni. Ukisema unapotoa wewe hii message hii si Ahmad Sagafu, wewe wanitaja mimi mhusika wa msikiti wa Nisa ni Ahmad Sagafu. Umewahi kumuona Husni hata pamoja kwenye fulani? Huyamuona Husni hata pamoja kwa kusimama hapa msikitini wala kudai mimi nimetoa kanda zangu ngapi kwa ajili ya Mungu, natumwa ya Rabb kunitanguliza na Mwenyezi Mungu atatufikia. Kwa hivyo biidhnillah, kaa sura takakukaa, pingani sura mtaka kupinga. Hii ni nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Chenye kusikitisha hamutambui na hamutafakari ya kwamba hili jambo la Mungu kata kwa mwisho wake litakuwa tu. Hakuna hili wala lile. Ya kusikitisha ni kwamba alikuwepo wakati ezi fulani akaupinga msikiti, basi hamujeri mkaona jambo hili. Na sasa yao takuya mwingine mwenye kutusaidia na Mwenyezi Mungu insha Allah Ta'ala atamtoa. Kwa fulani msikiti utajengwa na utaendelea, mutabakiwa na sifa mbovu. Isa Timami hako katika haya mambo ya siasa, na msikiti wa Nisa husiki na mambo ya Nisa. Walakini kuna kidudu mtu hapa aitwa Husni, yeye ndiye huweka hizi fitna kuhusu mambo ya Isa ya Timami kwa sababu ya interest zake. Mimi nazungumza maneno haya sijatumwa na Isa, lakini nazungumza ule kweli ambao nauona na nausikia. Hii mambo yote ni tenda ambao wamepewa kufanya 55 million kujenga. Ama Sagafu anajenga msikiti si kwa pesa zake. Wewe ulomtae huyo bwana kwenye ulimwengu mzima umeweza kutambua sasa. Huyawahi hata siku moja kusikia mimi kumtaa Timami watupinga wale siku zote. Maneno yangu mazungumzo ni haya, ni museum ni UNESCO, lakini sasa si umedhihirisha umma wote na ulimwengu mzima wapate kuyo habari, kumbe ni Timami ndio mambo yote haya. La, mimi mpaka sasa na shaka siweza kukubali kikamilifu kwamba Timami tusimamisha msikiti. Na ninavyojua mimi ni Timami ni kiongozi wetu wa county, na tule mtao Timami ni sisi wenye mui. Si yeye tu na konsela na madai yote na utungu wote haya mazungumzo kusikilia paka kulitoa lile bango langu. Tulipata fursa adhim, tukaona mheshimiwa makamu wa rais ameingia ndani ya mji wa Lamu kwamba sisi ombi letu tutaomba wazee dakika moja mbili, na tukakubaliana kwamba mazungumzo tayazungumza ikiwa sipo fursa mimi, lakini yeye ayazungumze. Mbona ya ulimwengu umeyazungumza? Jambo gani lomfanya yeye? Kisa ni kitu gani ambacho? Lakini sasa mkitaka kujua mada kikweli anatupinga msikiti na nyani, sasa mtutaona hapo. Ombi langu nataka ikiwezekana
tuko yani Parwanja Mkunguni, watu umma Muislamu wote ulimwengu amu, na watu shuhudia tuone hapa wenye kupinga msikiti kina nani na kutaka kuyua, na kila mwenye tashwishi yake. Hiyo masala 55. Mimi naitwa Ahmed Sagafu. Sisi tumepewa malezi na hii ni amana na dhima kutoka kwa wazee wetu kuendeleza msikiti wa Amu, mila na desturi na jamii zetu. Sasa ombi letu sisi ni msikiti tu kujengwa, hutupelekea huku mara kule, hatukwanda yeo sasa karibu miezi 8 miezi 10 tangu kuanza kujenga msikiti huu, mara jenga mara simamisha, lakini yote hafanya hayo nani? Mara singizio ni kina majirani kama mwezo wataya kina Omar Musa na Ali Musa. Mimi si wataya kwenye Omar Musa kina fulani, wala si mtaya timami. Wewe mwezo mtaya timami ni wewe na mzima na ulimwengu mzima wapate kumdhihirisha. Uko wapi wewe? Hadi mambo mtu akivukwa na nguo kuchuchumaa, lakini Mwenyezi Mungu atatuhukumia, na Mwenyezi Mungu atamtoa Muislamu popote ya Rabbi, na asokuwa Muislamu atutetee kwa ajili ya Mwenyezi Mungu.